Kwema? Bwana kwema. Uko vizuri? Namshukuru Mungu. Hizo unakuita kiboko ya Simba. Hayo mawazo ya binadamu huwezi kuyazuia. Bwana wewe ndio ambaye yule alisema kabisa kwamba hii tarehe kama akitafanyika vitu hivi sisi hatuchezi. Na mwisho wa siku Young Africa kama unaweza kusema kama mkasikilizwa matakwa yenu, mechi kairishwa, mkapangiwa tarehe 25 hatimaye mmeweza kumpasua mtani. Kwa hali una lipi la kuzungumza mzee wangu? Ili kwanza ni washukuru wa Tanzania wote na wale sio wa Tanzania. Lakini kubwa tumshukuru mkuu wa nchi ambaye yeye ndio ameweza kutoa ufumbuzi wa swala. Sisi tulikuwa na madai ya msingi, hoja ya msingi. Nadhani mtakumbukwa tarehe 8 mwezi wa 3 ambayo ilikuwa dabi ichezwe. Lakini tarehe 7 magoli yalitupia kwenye mtandao usiku. Sema kama kesho hatuchezi kwenye kitimu. Asubuhi vyombo vya habari wakamfuata alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto. Mguto akatamka kwamba mechi iko pale pale. Na wakaja kwenye majira saa 5 wakakazia kauli yao. Tiketi ziendelee kuuzwa, mechi ipo. Na kweli tiketi zikaendelea kuuzwa na milango ikafunguliwa na watu wakapanchi tiketi. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana Mguto anatoka tena anasema mechi haipo, imeahirishwa. Sababu anasema kuna viashiria vya rushwa, kuna uvunjifu wa amani. Lakini la tatu akasema tutaunda tume kuchunguza. Sasa toka mwezi wa 3, wa 4, wa 5 hakuna jibu. Lakini sisi kama wanachama wa Yanga kwenda mbele zaidi, hivi vyombo vipo kwa maslahi ya Tanzania, si vinginevyo. Akaulizwa usidi wa wilaya ya Temeke, akasema hakuna chochote, hakuna tukio lolote la kufanyika jambo lote. Bado watu wakamuuliza kamanda wa kanda maalum Mheshimiwa Mulilo, Jumanne Mulilo, akasema mimi kanda yangu iko salama, je chochote. Bado watu wakafuatilia takukuru kama sisi hatuna kesi yote tuloletewa. Wao walitoa wapi? Wanasema kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Bodi ya ligi wanajeshi lao, vyombo husika wanasema hakuna. Wao walitoa wapi? Tukasema sisi kwanza wajibu, so muunda kamati waje na majibu. Baada Yanga kupeleka kesi mahakama ya soka kasi, wao wakatafuta mwanasheria kutoka Kenya, maana kuna wote hapa wa kusoma. Wakajitetea kwamba hii swala sisi hatujashindwa, nendeni mkakae maamuzi tukao mtote ripoti. Hawakufuata yale walioelekezwa. Wao wakaja kwa kiburi walichokuwa nacho, wakatangaza tarehe mechi tarehe 15. Ndio bwana. Sisi tukasema hatuchezi. Hiyo mechi haipo. Na akisubutu mtu yote kama atatoa point 3 bure, ndio mpira wa Tanzania umekufa. Wao wakataka kujua kwa sababu gani? Kwa maana sisi tutakwenda mahakamani, tutafungua kesi kutaka ufafanuzi wa hili jambo. Ndio. Hiyo ni haki ya msingi ya kikatiba. Hiyo haki ya msingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kwa mahakama ndio mamlaka kutafasiri sheria. Umeelewa? Kwa hivyo tungewaita waje watafasiri vile tuhuma wanazozitoa. Wakaenda mbele zaidi, wengine wakasema kwamba nyinyi mkenda mahakamani Yanga si itafungiwa, itachushwa daraja, kama hicho kitu duniani hakipo. Kwanza watu watakaoelewe, wasione kwamba shule umeenda watu. Tulianza kusoma sisi, wao wengine watakuzaliwa bado wale. Sawa, na kipindi kile mtu akisoma darasa la 4, sasa hivi utamtafuta mwanafunzi wa chuo. Mtu akifika mido la 8, kawiva huyo. Mimi nataka kujua mmemfunga mtani mara 5 mfululizo. Kwa tumaze hiki kitu. Hii maini hoja ambayo iko nasumbua kichwani. Ndio. FIFA wanakataa zile sheria 17. Ndio. Ambazo zinaumiliki ule mchezo, kuanzia vipimo vya uwanja, mavazi, ndio marefali wanafasiri pale. Pale mchezaji bahati mbaya kamkanyaga mwenzio gula shingo, kapoa kadi nyekundu, hata kama imekufa ile ndio hukumu. Hakuna kesi pale. Watakwenda kumchunguza hospitali nini kichofanya itokee. Lakini sasa lile halikufanyika, ndio tukasema hapa tunaanza na hapa. Lakini hatimaye yale tulikuwa tunadai mingine, nadhani nyinyi mashahidi mshaanza kuyaona. Bodi ya ligi imekuja, bodi ya mpito. Bodi ya mpito umekuja na kitu sahihi na ambao ulikuwa wengi za hakina lawama. Wakasema sisi mpito unatuonesha hatutaji longolongo. Wakaleta marefali kutoka nje nchini Misri ambao wana uweledi mkubwa. Jana kila mtu kaona.
Hata wao waliopigwa wamekwenda kushangilia nyumbani. Afadhali hatukupigwa nyingi leo. Mimi nataka kujua mmemfunga mara 5 mfululizo mtani wake. Watu wanasema kwamba labda wazee wa Yanga kuna sehemu wamegundua kwa upande wa Simba. Hili lina ukweli wote? Hakuna cha kugundua. Mpira mchezo wa bayana. Wao wanataka kuendesha ile klabu kwa uongo. Na uongo siku zote hakuna masaidizi. Ikumbuke wanasema Simba bwana una scout kali kweli. Wana mtu mkali wote. Wanakwenda kuchukua wachezaji wale waliokwisha. Sawa. Wanakuja kudanganya mama. Unakuwa ulimsifia mtu hapa kama Joshua Mutale Gudo. Mtoto mdogo, miaka 17 kaambia hakuna mtoto mwenye miaka 17 mwenye upala kama Msumi. Kishazeeka huyo. Ni ajabu kumkuta mtoto wa miaka 10 ana kipala. Sawa. Ndio. Itaonekana huyo alipungukiwa madini. Umeelewa? Ndio. Nimemsikia hali pale anasema kwamba mtawafunga Simba mpaka kufika mara 10 mfululizo. Kitu gani ambacho nafikiri kama wewe mzee wa Yanga kinampa kiburi afisa habari wa kwenu nyinyi ama msemaji wa kwenu nyinyi kuzungumza kwa kujiamini namna vile? Akasema yale unajua kitu kimoja. Mtu anapofly basi anasema ajipitiliza. Ndio. Mchezo wa mpira hauna mwenyewe. Ndio. Sio kwamba tumewafunga mara 5 kwamba Simba dhaifu, hapana. Hii inatokea kama isha binadamu. Tajiri anakufa, maskini anakufa, mtoto mdogo anakufa. Itatokea siku na sisi tukipigwa natakiwa tukubali tumefungwa. Sawa. Tusijiaminishe moja kwa moja kwamba lazima sisi tutachukua tunashinda, hapana. Ndio hiyo ndio kiburi cha Simba. Sisi kwenye mashindano ya klabu bingwa tumetolewa mapema. Ndio. Umeelewa eh? Ukichukua mwaka uliopita tulicheza mpaka finali. Si ndio? Ndio. Hao baada ya kucheza hii wakaona wanaweza. Lakini wanaweza huku bado moyoni wanatetemeka. Na nilisema wakati naongea kama sisi hatuwaogopi hawa. Na hatutaikimbia Simba hata siku moja. Sawa. Tunachotaka sisi haki ya msingi na tetea na umma mwingine. Na uliona katika madai yale wakajitokeza mpaka Mtibwa nao wanadai. Si ndio? Wakalalamika si Lipuli. Yaani kuna figisu nyingi. Kila mtu apate jasho lake anaovuja uwanjani. Umeelewa? Yeah. Lakini kama wataendelea na akili ile na kama utapatikana waamuzi watakayechezesha katika misingi halali, Simba ilikuwa mwaka huu ilikuwa ashike nafasi ya 7. Timu yake ya kuungaunga. Mimi nitakupa mfano hai tu. Sawa? Ndio. Ili uone kwamba mpira sisi tulianza kwenda shule kabla wao. Yeah. Sawa? Ndio. Kibu Dennis ndio mchezaji wanamwenda mpaka akapewa jina mkandaji. Sawa? Yeah. Amemaliza ligi na magoli manne. Assist 3, sawa eh? Beki wa Yanga Baka na goli 5. Kwa hapo nataka kusemaje mzee wangu? Ndio ujue hapo. Huyu mtu anaotegemewa. Sasa nikiangalia forward ya Yanga, wewe hata smart tabu kwa sababu ndio utazia Max ana hizi ana. Sio kila siku kama Kapombe anguka pale pigwe penalti. Sawa. Ndio. Simba mpaka anafikia pale zote mpaka mshakibana mpaka anguke pale anakwenda ule Murulu anadondoka pale chali hata kadondokea kupiga pale penalti. Sasa ile ndio inawasumbua. Akikuta mtu anajua kutafasiri sheria sahihi ndio ile. Umeona jana pale. Mtu anakwenda anataka kujitupa ambapo twende wewe mtoto wa kiume kaza msubiri. Pakome mpaka pewa kadi ile. Ndio uone wale ndio waamuzi sasa. Kaona wewe uweze kunidanganya. Umedive mwenyewe. Chukua kadi yako. Tunaweza kumpa kadi za kimemfanya Pakome zaonesha ile Pakome ile zuzu wake. Yaani kwenye charahani kuna kitu kimoja kinaitwa bubble case. Hii bubble case ndio inabeba uzi ile. Sawa? Ndio. Ndio ile maana tema uzi. Anachukua 3 wakimpapatikia wanakuja 4 ni hata ile. Kule wametoza waka Mzinze kapokonya kaamba atwendeni sasa. Kijiji kikafuata kaamba msisumuke. Mwenekisu yuko kule. Mimi hapa nimemsikia tu kapiga sambusa. Bwana mazungumzo mengi. Lolote la kumalizia? Cha kumalizia niwaambie wana Yanga. Ndio. Tunapofly basi tujue kuitafuta furaha. Inapatikana vipi? Ndio. Kila mwanachama wa Yanga kwanza anatakiwa alipie ada yake. Ndio. Ile 24,000 yako unaolipia ndio itakayofanya maendeleo ya klabu. Itakayofanya Yanga ipate mchezaji mwenye kiwango. Uwezi kupata mchezaji mwenye kiwango ukaja ukamweka mshahara wake hajulikani anapatikana vipi? Nyumbani kwake ana matatizo anashindwa hata kuhudumia familia yake. Maana mtu apate mshahara wake afu imsaidie kwenye familia yake. Tunavyolipa zile ada ndio uongozi unakuwa na nguvu kututendea yale tunayohitaji. Na ndio maana wachezaji wana viwango wanakuja. Lakini kwambie kitu kingine. Kwa nini klabu hii ina uwezo kuchukua mchezaji wote wa kigeni kuja hapa? Nipe siri. Wanakuja na rekodi. Hapo kwa alipita mtu mmoja Nonda Shabani Papi. Sawa? Ndio. Katoka hapa kaenda kucheza mpaka Monaco.
Acha. Sawa. Mfano mdogo tu. Hapa pajua juzi tu. Kaondoka Aziz Ki, si ndio? Ndio. Aziz Ki sasa hivi mpira kazimia wapi? Marekani. Hii kombe la vilabu zinalofanyika huko. Leo Aziz Ki kaenda kukizimia Marekani. Sasa kila mtu anataka kupata CV zake, hata maisha binadamu. Leo ukiwa na nyumba moja unatamani ujenge nyumba ya pili. Sawa, mwenye gari moja atakana pamoja, ndio kwa binadamu anakufa, lakini binadamu hachoki kutaka mafanikio. Ndio maana Balesa utajiri kuwa nao, lakini bado wanauza tu ila nazi. Wapo wanatengeneza chapati kwa ngano, ndo anauzia wao, ndio sifa za binadamu. Hapo muongea na wana Yanga. Najua ukisema tutakomaliza. Waambie na lolote Simba. Simba mimi cha kuambia nitakuwa na wasimanga, lakini ni vizuri jirani yako kimwambia ujinga wake. Kwanza ule ujinga ulikuwa nao kichwani waondoe. Ile klabu wanachama, haiwezekani klabu ina majengo pacha mawili, haina ofisi hata moja. Leo unachukua klabu na mpelekea nyumbani kwa mtu. Ngombe kitu kimoja bwana mdogo. Ndio. Utumwa kwa aina 3. Sijui unafahamu? Nipe hizo. Biashara utumwa sasa hivi duniani haipo. Utumwa umekomesha Wajerumani baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Tunaelewana vizuri? Pale wakakomesha biashara ya utumwa. Sasa wamebakia utumwa aina 3. Wewe si kijana ulokamilika? Ndio. Kijana ulokamilika kutokuwa na mke, basi wewe mtumwa. Kwa sababu utapatana na binti huko, atakwambia ninakuja. Wewe utalala mlango wazi. Ukitegemea atakuja. Ule ni utumwa ule. Ndio. Lakini utumwa wa pili ni kudaiwa madeni. Unapodaiwa madeni unajua wewe ni mtumwa. Ndio. Kwa sababu ukimwona askari anakuja kama hiyo kaja kunikamata mimi. Ukimwona mtu kashika basha kake kama leo wito mahakamani. Lakini sasa utumwa mbaya ambao hufai kwa binadamu yote, kwa mwanamume mwenye akili. Ni mbaya tena, narudia. Mwanamume kumtegemea mwanamume mwenziwe. Mwanaume? Kumtegemea mwanamume mwenziwe. Sasa ukisema hivyo unamaanisha? Wewe una macho mawili, una mikono miwili, unafikira sahihi. Iweje umtegemee yule? Binadamu ataka mtegemee Mungu, wewe kwa pumzi na uhai. Ndio wale wamechukua klabu ya Simba wamempelekea nyumbani kwake. Siku akisema mimi Simba sitaki. Sasa nani huyo? Wamempelekea nani? Tuweke bayana. Siko kwa Mo Masaki, iko kwa nani? Nyinyi pale sasa hivi waandishi mnakutana hata pale Simba kwa hoji Simba. Mtawahoji wapi? Wewe pangisha wauza redio, wauza mitumba, wauza saa, juu ndogo down. Sasa maana kujenga nini? Ndio maana sisi tunaona hapa tuna ukumbi. Sawa. Nzuri kabisa. Sawa. Lakini bado mundani kuna kurugenzi zote za ofisi zao. Kuna idara. Unakuja mpaka hapo mapokezi. Wanaenda klabu Simba wapi? Nyinyi mnakwenda shule sasa hivi unasema reception. Sasa tubaki kuita ile mapokezi tu. Sababu wa Tanzania ndo mabingwa wa Kiswahili. Kenya wametuzidi kuandika. Ndio. Bwana mimi nikushukuru sana. Mimi nasema shukrani, lakini mwisho itakuwa mchoyo wa fadhila bila kuwashukuru nyinyi watu habari. Ndio. Mmeripoti yale mazuri na mliripoti yale ambayo hayafai. Ndio. Lakini matokeo yake watu walikaa wakaangalia katika hawa watu wawili nani anasema jambo la msingi na la ukweli. Ndio. Bila nyinyi nadhani hata mama asingekuwa nafasi kulijua hili. Inawezekana wasaidizi wake wengine Simba watakuwa wanamdanganya.